Jambo la kwanza ni swala la mawakala wawakilishi, mawakala kama wawakilishi wa wagombea, na nazungumzia kwa mimi mawakala wangu. Sisi tumefuata taratibu zile za kisheria ambazo zinataka tuweke mawakala ambao watakaosimamia kura zetu katika vituo mbalimbali. Na katika jimbo langu mimi lina vituo 1339. Kwa hivyo tunahitaji kuwa na mawakala wa idadi hiyo, na mimi nimetimiza mawakala, na siku tuliotakiwa kupeleka mawakala kwa ajili ya kuapishwa tumepeleka mawakala wote kwa wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi wakati. Kitu ambacho kimetufanya tuone kwamba kuna umuhimu wa kufanya mazungumzo haya na vyombo vya habari ili umma ufahamu, lakini vile vile mamlaka ambazo zinazohusika ziweze kuchukua hatua muhimu kwa maslahi ya uchaguzi wa kidemokrasia na uchaguzi uliokuwa huru na wa haki, ni kuzuiliwa mawakala wetu, baadhi ya mawakala wetu. Sisi tumepeleka mawakala, lakini kilichotokea ni kwamba baadhi ya mawakala wetu wapatao 73 wamekataliwa kupokelewa kama mawakala kwa sababu mbili ambazo ziko nje ya uwezo wetu sisi, lakini zile ambazo zimesababishwa na hawa wawakilishi wa tume ambao ni wasimamizi wasaidizi. Baadhi ya mawakala wetu walikuwepo wakati wa kusajili, lakini wakakataliwa kuendelea kusajiliwa kwa madai kwamba muda umepita ule ambao walitakiwa wawepo pale, na kwa msingi huo wasajili wakakataa kuwasajili wale mawakala wetu. Lakini kuna baadhi ya mawakala ambao pia waliandikishwa, na baadaye tumekuja kugundua kwamba wale mawakala wameondolewa. Kwa hivyo jumla ya mawakala ambao wameondolewa na wasimamizi na wale mawakala ambao waliokataliwa kwa hoja kwamba wamefika nje wakati wanafika 73. Sasa hili ni tatizo kubwa katika mfumo wa uchaguzi, kwa sababu mawakala ni watu muhimu. Mawakala ndio ambao wanakwenda kusimamia kura au kulinda kura za mgombea. Unapozuia mawakala wasiwepo pale, maana tafsiri yake ni kwamba ile kura ya mgombea itakuwa haiko salama, na hili ni tatizo kubwa kwa maana ile haki za msingi sana. Kwa hiyo tumependa tulizungumze hili kupitia kwenu nyinyi watu wa habari, ili wanaohusika na mamlaka hizi waone hili tatizo na wachukue hatua. Na hatua ambayo tunapendekeza sisi ni kwamba mawakala wetu wasajiliwe kama mawakala, kwa sababu tunao na wana sifa zote za kuwa mawakala, na muda pia vile vile upo. Na tumepata taarifa kwamba zoezi la kusajili mawakala kwenye baadhi ya mambo limeendelea kufanyika vile vile nje ya siku ile ambayo ya tarehe 23 kama ilipokuwa. Kwa hivyo tunashauri mamlaka inahusika, hasa viongozi wa tume, wafanye mawasiliano na ngazi zinazohusika ili tuweze kupata haki yetu, hawa mawakala wetu waweze kusajiliwa, kwa sababu muda bado upo. Lakini jambo lingine, niseme hatua ambazo tumechukua mpaka sasa, tumelalamika kwenye ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa tumekosa ushirikiano, lakini tulipopeleka malalamiko haya kwa msimamizi ngazi ya wilaya, yeye msimamo wake umekuwa ni ule wa kutokubali hawa mawakala wetu kusajiliwa kuwa mawakala kwa hoja zile ambazo zilizotokana na wale wasimamizi wasaidizi wakati. Kwa hivyo tunawashauri tume ione umuhimu wa kutupa haki ya hawa mawakala wetu kusajiliwa. Lakini pia hatua hii tunachukua ni kusukuma barua ambayo imeandikwa na ACT Wazalendo. Mimi kama mgombea nasukuma barua, lengo la presini kusukuma pia vile vile barua ambayo imeandikwa na makao makuu ya chama kwenda tume ya uchaguzi kueleza juu ya tukio hili la kuzuiliwa baadhi ya mawakala,
lakini sasa kumekuwa na urasimu mkubwa, maana toka barua imeandikwa mpaka leo nafikiri siku ya 4 hivi, na tunakwenda kwenye uchaguzi kesho kutwa na hakuna majibu yoyote yale. Tunaomba viongozi wa tume wachukue hatua, wahakikishe kwamba mawakala wetu wanasajiliwa ili tuweze kwenda kwenye uchaguzi ambao utakuwa na usalama kwa kila mgombea. Lakini jambo lingine ambalo linatutia mashaka makubwa zaidi, ambalo tungependa tutie tahadhari, ni ule uwezekano wa mawakala kuzuiliwa kuingia katika chumba cha kupigia kura kwa mfumo ambao tuliuangalia jinsi ulivyo. Kwa sababu sisi kama wagombea, wale mawakala wetu kupitia ofisi ya jimbo wanawasilisha nyaraka 3 muhimu kwa msimamizi msaidizi wa uchaguzi. Tumewasilisha orodha ya mawakala wetu katika kila kata, lakini pia tumewasilisha vile vile barua ya utambulisho ya wakala wetu, lakini tumewasilisha vile vile kiapo, kwa maana kwamba tumefanya viapo. Hizi ni nyaraka 3 muhimu sana, yani orodha ya mawakala, barua ya utambulisho, lakini vile vile na kiapo ambacho tumefanya pale. Sasa kitu ambacho kimetutia hofu kubwa sana ni kwamba nyaraka zote hizi 3 zimepokelewa, lakini tulipoomba tupate uthibitisho ambao unathibitisha kwamba hawa wasimamizi wamepokea hizo nyaraka, na pale tutakapokuwa na haki ya kutaka kuzitumia tunaweza kuzitumia, basi hatukupewa uthibitisho wote ule. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.